Mchezo mkubwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo ambao umezikutanisha timu mbili, timu ya Azam FC dhidi ya timu ya Yanga Sports Club kwenye dimba la Benjamin Mkapa, na kuweza kutamatika ndani ya dakika 90 kwa sare ya kutoweza kufungana kati ya timu ya Azam FC dhidi ya timu ya Yanga Sports Club, na kufanya kila mmoja hapa aondoke na alama moja ambayo imeweza kumuongezea katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara na kusogea juu wa msimamo wa NBC Tanzania Bara. Kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club, wao alama moja umewafanya mpaka sasa hivi wawe na alama 36 kutoka alama 35 walizokuwa nazo hapo awali kabla mchezo, lakini kwa upande wa timu ya Azam FC imewafanya wawe na alama 28 na kusogea mpaka nafasi ya pili kutoka nafasi ya tatu ambayo ilikuwa kabla mchezo wakiwa na alama 27. Sasa ndani ya dakika 90 tumeweza kushuhudia matukio tata kaza wa kaza, na miongoni mwa matukio tata ambayo mpaka sasa hivi bado yanazidi kuleta mvutano sehemu mbalimbali ni kuhusiana na penati ambayo Yanga walinyimwa dakika za jioni kupitia mchezaji Prince Mpumelelo Dube, penati ambayo kwa namna moja ama nyingine mwamuzi ameshindwa kutafsiri vizuri sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu. Ukiangalia pale beki wa timu ya Azam FC Fontes Mendoza ameenda kucheza mwili wa Prince Dube na kuwa na dhamira ya kwenda kucheza mpira kwenye eneo lile la 18, hivyo pale ilihitajika mwamuzi atoe maamuzi ya faulu katika eneo la 18. Kama ninavyofahamu ni mkwaju wa penati, hivyo kwenye dakika zile mwamuzi ameshindwa kutoa mkwaju wa penati, na ilikuwa ni penati ya halali kabisa ambayo klabu ya Yanga walistahili kupewa na mwamuzi huyo wa mchezo, lakini kwake yeye aliona ile ni fair challenge na akaamuru mpira uendelee. Lakini tukio jingine ambalo mpaka sasa hivi bado linazua headline kweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni kuhusiana na ile offside ambayo Maxim Pia Nzengeli aliweza kudakwa na mshika kibendera na kuamuru kwamba offside wakati mpira unatoka. Kwenye kipindi cha kwanza cha mchezo, kama wanakumbukumbu vizuri, kuna mpira ulipigwa kuelekea kwa mchezaji Maxim Nzengeli, lakini mshika kibendera aliamuru ile kuwa ni offside wakati mpira unatoka. Maxim Nzengeli alikuwa kwenye eneo la kuotea, lakini kwa ambao tumebahatika kuangalia vizuri picha za marejeo, wakati mpira unatoka Maxim Nzengeli alikuwa katika eneo la kuotea, alikuwa kwenye eneo la onside position, lakini mwamuzi wa mchezo ameshindwa kutafsiri vizuri ile offside ambayo Maxim Nzengeli aliweza kudaka. Kwa hiyo haya ni matukio mawili ambayo mpaka sasa hivi bado yanazua mjadala kweli sehemu mbalimbali. Tukio la kwanza ni la Prince Mpumelelo Dube, Yanga kunyima penalti kwenye dakika za jioni kabisa, lakini tukio la pili ni namna ambavyo offside ya Maxi iliweza kukamatwa na mwamuzi wa mchezo wakati anakwenda kushambulia lango la timu ya Azam FC kwenye kipindi cha kwanza cha mchezo. Una maoni gani kuhusiana na mchezo huu ndani ya dakika 90 na maamuzi ambayo mwamuzi wa mchezo ameweza kuyatoa kwenye mchezo huu ndani ya dakika 90, na kuhusiana na haya matukio mawili, tukio la penalti ya Prince Mpumelelo Dube kuweza kukataliwa, lakini pia tukio la offside ambayo mwamuzi aliweza kuamuru kwa offside wakati Max anakwenda kushambulia timu ya Azam FC? Njoo tuandikie maoni yako kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu ya Top 5 Media ili uweze kuwa mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa yetu zote mpya za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media.